La pongezi kwa Mheshimiwa Waziri wa Afya babu yangu Mchengerwa, lakini pia nimpongeze na katibu mkuu wako. Nikimpongeza katibu mkuu pia nisiache kumpongeza na mganga wetu mkuu dada yangu. Ndugu yangu Mchengerwa, wizara yako imeenea na mambo yako meupe kama suti yako ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mkazi wa mkoa wa Morogoro. Mkoa wetu wa Morogoro kwa ujumla kwa nchi hii ni mkoa namba 2 kwa ukubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kaka yangu Mchengerwa anajua mwaka 2023-24 tulipokea ugeni wa Mheshimiwa Rais. Alikuja na nilisimama nikaomba kwa Mheshimiwa Rais kwamba hospitali yetu ya mkoa wa Morogoro hali yake si nzuri, trafiki ni kubwa. Kama tuna trafiki kubwa, amezungumza jana kaka yangu Shabibi hapo. Sawa, tunapata huduma vizuri, lakini je, majengo yale mimi tangu mtoto yako vile vile? Ndugu yangu Mchengerwa, kweli mimi nakufahamu wewe ni mtu wa viwango, mtu wa vitendo. Nikizungumza kwenye hili najua nimekugusa moyo wako, utaenda kuiangalia hospitali ya mkoa wa Morogoro. Leo hii sisi tunaitazama SGR kama jambo kubwa sana. Mheshimiwa Clayton Chipando, kwa mujibu wa kanuni hauruhusiwi kumkatisha msemaji. Naomba urudi ulikotoka. Endelea Mheshimiwa Hamis Taletale. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii sisi wakazi wa Morogoro na Watanzania kwa ujumla tunaitazama SGR kama ndio jambo letu la utalii. Tunaangalia sisi wakazi wa Morogoro, hospitali tunaoitegemea, amezungumza dadangu pale Juliana Shonza, ni Muhimbili ni National Hospital. Lakini kama Mheshimiwa Mchengerwa, sio kila mtu anaweza kakodi ndege, sio kila mtu anaweza akachukua ambulance kutoka Morogoro kwenda Muhimbili. Tuangalie leo hii tumeletewa SGR. Kwa nini tusije na ambulance ndani ya ile SGR? Tunashindwa nini? Tunaamini rais wetu msikivu atalifanya ili kiurahisi. Tulitengeneze tu modern vitu kama hivi, wenzetu ng'ambo wanaweza. Kwa nini tusiwe sisi? Je, lini linaweza kufanyika hili? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niseme ni mdau mkubwa na mdau namba 1 wa hospitali ya Muhimbili. Kwa nini nasema hivi? Mimi ni kama balozi wa ile hospitali. Mimi sitokaa kukushikia shilingi wewe wala kushikia shilingi budget, ila ninaweza nikaomba ikiwezekana tuiongezee hata pesa bajeti yako. Mimi Muhimbili naifahamu vizuri. Wagonjwa wetu wanaotokea Morogoro vijijini wakitoka referral wanapelekwa Muhimbili. Sasa leo hii Muhimbili ina changamoto ya magari ya wagonjwa. Una ushahidi Mheshimiwa Mchengerwa? Muhimbili wagonjwa kutoka Muhimbili kwenda Mloganzila tuna magari mawili tu. Kwa nini? Kwa nini tuna magari mawili? Labda wafanyakazi wako wanakuogopa kukwambia nenda katembee Muhimbili, jua magari ya wagonjwa yako mawili, ambulance. Una ushahidi? Juzi wakati nahangaika na mwenzetu mmoja wa muziki, gari ziko 2, wagonjwa wako 2 pale. Haiwezekani. Tuangalie nini kifanyiki. Na kupongeza huko nyuma mimi wewe ushakunigia paka gari la ambulance. Na basi nenda kaongeze ambulance Muhimbili. Hili kwetu linawezekana Mheshimiwa Mchengerwa. La mwisho lakini si la umuhimu. Mheshimiwa, tuna changamoto, amesema jana kaka yangu Shigongo hapa, ya homa ya ini. Hili gonjwa ni kubwa sana. Leo hii mtu akipata homa ya ini anakula arafi kama vile ana chai. Sasa nani wa kututazama hivi? Uko nyuma tulikuwa tunafanya chanjo pale Muhimbili. Sijui kama paka leo bado ipo, lakini awareness ya watu kujua kama tuna tatizo la ugonjwa la homa ya ini. Mheshimiwa Mchengerwa, vijana wengi wanakufa na wengine wanakufa ghafla na stress, kwa sababu akianza kutumia ARV anajiona kushni habari, yani kusha habari yake. Lakini kama tunaweza kusimama kama Wizara ya Afya kwenda kuwaelimisha vijana kuna shida na kuna changamoto la gonjwa la homa ya ini, hili litatusaidia na kupunguza namba ya maambukizi hii. Ugonjwa huu unakinga kwa chanjo ya mara 3. Mheshimiwa Mchengerwa,
wewe si tunakuita mtu kazi haswa, na kama nilivyokuambia mwanzo, suti yako nyeupe na kitu ndani yake, nenda kaokoe vijana, maana homa ya ini mtu akipiga chafya tu anaipata. Homa ya ini sio mpaka watu wajamiane, Mchengero. Leo hii tunajazana kwenye madaradara, tunajazana kwenye mwendo kasi, kwenye kugombea kuingia. Mwisho wa siku watu tunaambukizana huu ugonjwa, na watu hawafahamu kwa sababu hawana elimu. Ili jukumu lilotoka wapi kama sio kwenu, Wizara ya Afya? Mheshimiwa Mchengero, ambia wataalamu wako wasimame, wainue taifa. Taifa linaangamia kwa sababu ya kupata maarifa. Maarifa ya gonjwa la homa ya ini lipo chini ya Wizara ya Afya. Tokeni, simameni. Mimi nimekuwa nikizungumza hili swala, hata humu ndani kuna wabunge hawajachanja chanjo ya homa ya ini. Mheshimiwa Mchengero, tuletee basi watu pale, watu wachanje ili swala liishe. Tunaogopana hapa, tunaogopana kwa sababu hili gonjwa lipo, na kama halipo watu wanatakiwa wafahamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuyasema haya machache, mimi ni muombe kaka yangu Mchengero, kituo hospitali yetu ya wilaya inafanya kazi vizuri, bado vitu vidogo vidogo. Niliongea vizuri na Mheshimiwa Katibu Mkuu, naomba ikipendeza mje Morogoro vijijini mtutembelee. Asante sana, asante kwa 10,000 Shigongo.